Jambo na karibu, tunaangalia sajili ya siasa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba sajili ya siasa ni sajili inayotumika katika mazingira ya siasa, na sana sana sajili hii hutumika na wanasiasa katika mazingira ya kisiasa. Moja kwa moja tuangalie sifa za sajili ya siasa. Sifa ya kwanza tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati maalum. Tunaposema msamiati maalum tunamaanisha ni ule msamiati ambao unatumika katika mazingira maalum pekee, mazingira mahususi. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba msamiati wa kisiasa hutumika kama vile demokrasia, uhuru, katiba, ugavana, na kadhalika. Na sifa ya pili tunaambiwa kwamba mazungumzo katika sajili ya siasa hutumia nafsi ya kwanza. Kumaanisha kwamba yule ambaye ni mwanasiasa ndiye anauza sera zake. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kwa mfano, naam, nitaomba serikali yetu. Kwa hivyo ni nafsi ya kwanza. Ni sifa ya tatu. Wakati mwingine kuna matumizi ya lugha ya dharau hasa iwapo mwanasiasa anamrejelea mpinzani wake. Ndio tunaelewa. Sifa ya nne tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha yenye vishawishi vingi, lugha ya ushawishi ama lugha yenye vishawishi. Kwa hivyo wanasiasa washawishi wapiga kura ili waweze kuwapigia kura, ushawishi. Na sifa ya tano tunaambiwa kwamba ni lugha iliyojaa sifa. Wanasiasa hujisifu na huzungumzia mambo mazuri pekee ambayo wamefanya. Iwapo kuna mwanasiasa ambaye amefanya mambo mabaya, hawezi akazungumza mabaya yake, bali anazungumza mazuri yake pekee. Sifa ya sita tunaambiwa kuna takriri. Kumbuka takriri ni kule kurudia, na takriri hutumika ili kusisitiza ujumbe. Kwa mfano, kama nilivyosema nitajenga barabara. Kama nilivyosema, kwa hivyo kama nilivyosema ni maneno ambayo yametumika sana sana, hiyo ni takriri. Na tumesema sababu ya takriri ni kusisitiza ujumbe. Na sifa ya nane tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya ucheshi. Wanasiasa hutumia ucheshi kwa raia ili waweze kuwavutia, kuwafurahisha. Kumbuka lengo ni kuwashawishi wawapigie kura. Matumizi ya lugha ya ucheshi. 9 tunaambiwa kuna malumbano. Matumizi ya lugha ya malumbano. Kuna malumbano kati ya raia na wanasiasa, wakati ambapo raia wanapowakosoa au kuwauliza wanasiasa maswali. Lugha ya malumbano. Sifa ya 10 tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya propaganda. Propaganda wakati ambapo wanasiasa wanaongea mambo yasiyo ya kweli. Lugha ya propaganda hutumika ili wanasiasa wapate wafuasi wengi. Propaganda ni kama kuchochea, yani kuambia wananchi mambo ya kuvutia yasiyo ya kweli. Lengo ni kuwafanya wawapigie kura. 11 kuna matumizi ya lugha ya uchochezi. Lugha ya uchochezi hutumika wakati ambapo wanasiasa huchochea raia ili waweze kuwatenganisha na wapinzani wao. Sifa ya 12 kuna matumizi ya lugha ya uongo. Matumizi ya lugha ya uongo. Wanasiasa wakati mwingine hutoa ahadi ambazo wanajua kweli kwamba ni za uongo, na lengo ni wapate kura waweze kuingia mamlakani. Tumesema matumizi ya lugha ya uongo. Na sifa ya 13 ambayo ni ya mwisho tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya heshima. Wakati ambapo wanasiasa hutumia lugha ya heshima kwa wapiga kura ili waweze kuungwa mkono. Kwa hivyo hiyo ndio lugha ya hiyo ndio sajili ya siasa. Na iwapo utapata kifungu, soma kile kifungu kwa makini. Soma swali, elewa swali, kisha ujibu swali. Katika video inayofuata tutaangalia sajili ya usafiri. Kwaheri kwa sasa.